Hali gani mtazamaji wa Mlimani TV popote pale ulipo, karibu sana katika kipindi cha Mlimani leo asubuhi, ikiwa ni wasaa wa kipengele cha Jahara sehemu ya kwanza, sehemu mahsusi kabisa kwa ajili ya kuzitazama, kuzichakata na kuchambua mada mbalimbali ambazo zinahusu siasa, biashara, uchumi, lakini bila kusahau mada mbalimbali zinazohusu jamii ambayo inatuzunguka. Jina langu ni Rahman Yahaya, ndo ninaye kukaribisha hii leo, lakini hapa unayemwona ni Waziri Ramadhan. Yeye ni afisa masoko na uhusiano katika kampuni ya uwekezaji Tanzania inayofahamika kwa jina la UTT AMIS. Waziri, karibu sana. Karibu sana studio za Mlimani TV. Asante sana, nashukuru sana. Bila shaka umzima ubuheri wa afya kabisa. Nashukuru sana, nashukuru Mwenyezi Mungu. Asante sana. Haya. Nitakuwa naye kuelea kwenye mada ambayo inasema njia bora ya kujipatia au njia bora ya kujitengenezea kipato kupitia UTT AMIS. Bila shaka UTT AMIS ni moja kati ya kampuni za uwekezaji ambazo zinafanya vizuri sana Tanzania kabisa. Na kwa mtu ambaye pengine anaisikia kwa juu tu, nyi hasa mnajikita katika kitu gani kwenye swala zima la uwekezaji? Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Lakini nashukuru vile vile kwa kupata nafasi hii ya kuja kuongea na umma kupitia televisheni hii ya Mlimani TV. Kikubwa sisi ambacho tunachokifanya ni kutoa nafasi kwa Watanzania kwenda kuwekeza pesa zao kwa niaba yao katika maeneo mbalimbali. Lakini kwa nini tunaingia katika hayo maeneo? Nafasi ya kwako ndugu yangu hapo ya kufanya haya yote inawezekana kidogo ikawa ni changamoto. Kwa sababu gani? Nafasi ya kutoka kazini kwenda katika hayo maeneo. Moja, bwana mimi nataka nifanye biashara labda ya kitu fulani. Katika eneo hilo inawezekana usiwe na uelewa nao. Mfano kwenye masoko ya hisa na maeneo mbalimbali ambapo kupitia uwekezaji huu inaweza kutupa sisi nafasi sasa kupitia zile pesa ambazo uliziwekeza katika mifuko yetu. Wewe umetulia unaendelea na shughuli zako, taasisi inakwenda katika hayo maeneo kwa niaba yako. Mfano, sio kila Mtanzania labda hana nafasi ya kwenda kuwekeza katika haya maeneo. Mfano, labda kwenye makampuni ya hisa ambazo ni moja ya eneo kubwa sana katika uwekezaji hivi sasa. Lakini eneo jingine ni katika hati fungani za serikali ambazo vile vile kupitia uwekezaji huu mnamfanya Mtanzania hawezi kupata vile vile kipato walau mara kwa mara. Lakini mwisho tuna eneo mojawapo ambalo katika uwekezaji wa hizi akaunti za mabenki ama akaunti maalum za mabenki. Eneo hilo vile vile linatupa nafasi ya sisi kusimama huko kwa niaba yao na kuweza kumtengenezea au kutengeneza faida kupitia mifuko hii ya uwekezaji wa UTT AMIS. Sasa ni njia bora ambayo inamfanya Mtanzania kupitia mifuko hii, yeye yuko nyumbani au yuko katika shughuli zake, taasisi inakuwa daraja katika hayo maeneo. Sawa. Ni njia bora. Sasa njia za upatikanaji au za utafutaji kipato au za kujitengenezea kipato kupitia UTT AMIS, nyinyi bila shaka mnazitafsiri vipi? Sawa kabisa. Katika njia za kutengeneza kipato, huyu Mtanzania au mwekezaji wetu ana uwezo wa kuwekeza katika sasa mifuko mbalimbali kulingana na mahitaji yake. Mpaka sasa kwa taasisi yetu inaendesha mifuko 6 ya uwekezaji. Mifuko sita ambayo kila sasa mfuko una mahitaji ya muhusika. Mfano, kuna mwingine anasema bwana mimi nikistaafu nataka nimeisha nyumbani, sitaki kufanya shughuli nyingine ambazo zinanifanya mimi labda kukosa ule muda wa kuingia huko. Mfano, tuna mfuko unaitwa hati fungani ambao kwa jina maarufu ni hati fungani au bond fund. Wenyewe nafasi yake kubwa inamsaidia huyu mwekezaji wetu ambao tunakutana na aina ya wawekezaji ambao wengi wao wamesha retire ama wanatarajia kustaafu, ambao tunasema jina maarufu. Kupitia sasa mfuko anaweza yeye anapata kipato kila mwisho wa mwezi. Kwa nini? Mfuko wenyewe kwa mwekezaji wetu anawekeza kuanzia milioni 10. Ndio. Na kuendelea. Ana uwezo wa kulipwa gawio kila mwezi. Sasa tuangalie kama hapo ndugu mtangazaji, leo tunasema mstaafu au mstaafu anawezekana na zaidi ya milioni 10. Akiwekeza hapa, mfano kila mwezi labda kuanzia hiyo milioni 50, anaweza kulipwa isi chini labda wastani kati ya shilingi 4.5 mpaka 500 kila mwezi. Lakini bado ule mtaji wake wa labda milioni 50 upo nao unaendelea kukua, kwa sababu sheria za mfuko, kitu kingine tunachomlipa yeye ni sehemu ya faida tu. Ule mtaji wake hautapata athari na utakuwa unaendelea kusogea. Ndio na tuna imani kwamba baada ya miaka 5 kwa nini huyu mstaafu awe na maisha ambayo hayafai? Kupitia mfuko kumbe ni sifa
nzuri ya kuweza kumsaidia na kuweza kutengeneza kipato, lakini njia bora ya kumfanya sasa ishi vizuri bila kupata yale magonjwa, tuseme maradhi ya moyo, pressure, kwa sababu pesa zake zikiwa ziko salama kabisa. Sasa ni njia gani ambazo mtazamaji ambaye anatutazama hivi sasa anaweza kuzitumia katika kujitengenezea kipato kupitia UTT AMIS? Sawa, mpaka sasa kupitia mifuko tuna mfuko ambao tunaita tuna mifuko 6 ambayo kila mmoja anaweza akachagua kulingana na mahitaji. Mfano, tuna mfuko unaitwa Ukwasi ama Liquid Fund ambao hivi sasa nao umekuwa ni maarufu kwa sababu kwa wale wawekezaji wetu wengi ambao wanataka kuwekeza kwa kuweza kukuza mitaji yao, na mpaka sasa wenyewe tunasema kupitia uwekezaji wa mfuko, nusu ya pesa ambayo iko katika mifuko uko katika mfuko ama iko katika mfuko wa Ukwasi, kwa sababu wawekezaji wetu wanawekeza wakiwa na malengo labda ndani ya muda fulani waweze kuchukua pesa zake akafanya kile ambacho anataka kukifanya. Labda mimi ndani ya mwaka hii pesa ninayo, lakini ndani ya mwaka unaofuata niichukue niweze kufanya shughuli ambayo itakuwa inamsaidia kufanya, na ndipo walau kila mwezi kutokana na sifa nyingine za uwekezaji wa hii mifuko unampa ukuaji wastani kati ya 1% kwa kile ambacho alichokiweka. Sasa hii inampa nafasi huyu mwekezaji yule kupitia pesa, hata ile pesa ni ndogo. Mimi nasema tusidharau. Unaweza kaiwekeza kidogo kidogo, ukaweka taratibu wewe mwenyewe kwamba mimi ninachokipata labda 20% naenda kuiwekeza, 80 ni mahitaji yangu ya kila siku. Sasa yote haya tunasema ni njia bora kuweza kutengeneza kipato. Ile nidhamu ya kuiweza kuiheshimu pesa, lakini pesa vile vile iweze kufanya kazi na kuweza kutengeneza kipato sahihi hapo baadaye. Na ni kitu gani hasa ambacho kinakuwa ni kama vile tunasema kigezo cha mtu kuhakikisha kwamba yeye anakuja kuwekeza katika UTT AMIS au katika kampuni yenu hiyo ambayo inajikita katika swala zima la uwekezaji? Sawa kabisa. Kwa hivi sasa teknolojia nasema ni kubwa sana, ambapo imetusaidia nasi kupitia taasisi yetu hii ya UTT. Leo mwekezaji unasema haina haja hata kumsumbua kuja katika ofisi zetu, kupitia simu ambazo hizi tunazo. Leo anaweza kupata account kupitia mtandao wa simu, ambapo tunasema shortcode maalum ya *150*82#. Hii huduma itakupa wewe utaratibu wa kupata akaunti yako moja kwa moja kwa ule mfuko ambao uliochagua sasa. Ukishapata ile akaunti ya mfuko, una uwezo wa kufanya tena uwekezaji wako kupitia aina mbili ya uwekezaji. Sisi tunapokea pesa kwa utaratibu moja. Kwa utaratibu namba 1 ni kupitia benki zilizopo nchini. Ndio. Lakini utaratibu wa pili, malipo tunapokea kupitia mitandao ya simu. Sasa ukiangalia kama hapa leo uko katika kazi, haina haja kwamba mimi na pesa kwenye simu, ngoja nifanye utaratibu wa kwenda ofisi ya UTT nikafanya malipo. Kupitia huduma hiyo unaweza ukatuma moja kwa moja kwenye akaunti yako, nasi vile vile tunapokea. Lakini kwa kuunganisha na hili vile vile tunaiweka akaunti yako, tunaiunganisha akaunti yako na huduma yetu ya app. Nini maana yake hii? Hii itakurahisishia wewe uweze kupata taarifa zako pale ambapo unapohitaji, ambapo tunasema kuangalia balance, kujua thamani halisi labda ya vile vipande ambavyo ulivyoviwekeza kwa wakati husika. Itakupa nafasi hiyo. Sasa baadaye, lakini tunasema lazima ukamilishe taratibu za usajili, kwa sababu kwenye huduma ya simu imekurahisishia yote haya, lakini bado kuna taarifa nyingine muhimu tutakuwa tunazihitaji. Tutahitaji ujaze form, ndipo ile tunasema unakamilisha usajili, ambapo utahitaji picha yako pamoja na namba za kitambulisho ambavyo vinavyohitajika nchini. Sasa yote haya tunasema tumekupa nafasi kwamba haikuzuii mpaka ujaze form ndio ufanye malipo. Kupitia ile account uliyopata kwenye simu, una uwezo wa kuwekeza papo hapo na ukaanza kupata faida za uwekezaji. Pengine kuna umri ambao mmeweka kwamba hapa mpaka hapa ndio mtu ambaye anaweza kuwekeza, lakini ni mtu aina gani? Aidha ni mfanyabiashara au ni mfanyakazi yoyote yule ambaye kazi yake moja kwa moja imesajiliwa na serikali, au kuna namna gani ambayo pia mnazingatia katika mtu mpaka asajili katika kampuni yenu? Ajisajili. Kwa mifuko ya uwekezaji kwetu UTT, sisi tunasema tunawachukua wawekezaji wowote ama yoyote anahusika katika mfuko. Mifuko hii tunasema ni kwa ajili ya Watanzania. Mahitaji kwamba si lazima awe mfanyabiashara. Tuna wawekezaji wafanyabiashara, tuna wawekezaji wa jasiriamali wadogo na wakati, tuna wawekezaji ambao ni wakubwa,
tuna wanafunzi mbalimbali ambao vile ni sifa nzuri ya mifuko kwanza kujitengenezea vile kipato kwa tunasema kwa mpango wa wanafunzi kwa maisha ya baadaye. Lakini vile vile tuna vikundi, taasisi na kampuni ambazo vile vile wamewekeza wakiwa na malengo haya ya kuweza kufikia ile malengo labda ya kampuni au taasisi kwa kipindi husika hicho ambacho tutakuwa wamekusudia sasa kufanya. Sasa haina maana kwamba lazima una pesa nyingi kwetu ndio uanze kuwekeza. Shilingi 10,000 ambayo leo uloipata ukiipa nidhamu, tuchukulie kwa utaratibu wa faida jumuishi mifuko inatoa kwa kila mwezi kile ambacho unachokuwa unakiwekeza, ndani ya miaka 10 utakuwa umetengeneza faida nzuri ambayo tutasema unaweza ikakupa nasema nafasi kwamba kumbe hii pesa nilikuwa naidharau na mimi nilikuwa na uwezo wa kuitumia kila siku 10,000, lakini unachokipata kinakuwa watu mwingine akileti tije. Sasa katika uwekezaji malengo moja hapo nayo ni kuweza kutengeneza kipato kikubwa hapo baadaye. Sawa. Na UTT AMIS mmejikita hapa Tanzania au mmeshajitanua na mmeenda nje ya mipaka ya Tanzania, labda nchi za Afrika, lakini hata nje ya mipaka ya Afrika pia? Kwa mifuko ya uwekezaji tunasema kwa Tanzania ni taasisi pekee kwanza ya uwekezaji Tanzania. Lakini hii taasisi inafanya kazi ndani ya nchi. Ndani ya nchi kwa sheria za mifuko ya uwekezaji. Lakini katika baadhi labda unaweza ukaunganisha naye kama taasisi ambapo ukiacha na Dar es Salaam unapatikana wapi? Baadhi ya mikoa tuna ofisi rasmi hivi sasa. Tuna ofisi Arusha, jengo la Ngorongoro pale, ghorofa ya 4. Kitu na ofisi Mwanza. Tuna ndugu zetu kanda ya Ziwa nao tumewaangalia jengo la NSSF. Tuna ofisi Dodoma, makao makuu ya nchi sasa, ambapo nao tumewapa nafasi ya kuweza kupata huduma hii pale ghorofa ya 6. Lakini tunasema tuna ofisi tena Mbeya, jengo la NHF bima ya afya, ghorofa pale ya 3. Na ukiangalia sasa tunaenda kwa hivyo kanda kwamba hatuwezi kuwa na ofisi kila sehemu. Kwa sababu gani? Hizi pesa bado ni za wawekezaji. Lazima tunaenda kulingana na mahitaji. Lakini kulingana sasa hivi tunasema mahitaji yamekuwa makubwa sana. Tunatarajia walau kila mkoa tu angalau na center ama kituo kwa ajili ya kuweza kuhudumia wateja. Lakini kwa Dar es Salaam ofisi tuko pale Posta, jengo maarufu sana linaitwa Sukari House ama jengo la sukari. Tuko pale kuanzia tuna ofisi chini pa ground floor na ghorofa ya kwanza na ya pili. Tunakaribisha vile vile kwa ndugu zetu ambao au wananchi ambao kwa Dar es Salaam kutembelea pale. Mtazamaji, bado unaangalia kipindi cha Mlimani leo asubuhi, ikiwa ni wasaa wa kipengele cha Jahara sehemu ya kwanza. Niko hapa Rahmani Yahaya, niko na mgeni wangu ambaye yeye ni Waziri Ramadhan, afisa masoko na uhusiano kutoka kampuni ya uwekezaji Tanzania ya UTT AMIS. Mpaka sasa mtazamaji pengine ashaanza kuvutiwa kuingia kuwekeza pesa zake katika mfuko au katika kampuni yenu ya UTT AMIS, mifuko mbalimbali ambayo iko hapo ndani. Sasa ni faida gani ambazo atazipata mtazamaji au mteja ambaye anatamani kuja kuwekeza katika kampuni yenu? Faida gani ambazo atapata? Sawa, kigezo kikubwa au faida moja ambayo ataipata kuwekeza katika hii mifuko, mimi nasema ni kutengeneza faida kulingana na ile pesa ambayo atakuwa ameiwekeza. Sisi tunachompa nafasi mwekezaji wetu kuipa thamani ile pesa kwa utaratibu wa baadaye, sio papo kwa papo. Lakini kingine vile vile ni kumpa elimu bora ya kuweza tunasema kuweka akiba. Lakini si akiba peke yake na kuiwekeza pesa, ambapo kwa hivi sasa kingine cha kuongezea hilo, tunatoa huduma hii ya elimu ya uwekezaji katika ofisi zetu pale, ambapo ni elimu hii inakuwa ni bure kuanzia Jumatatu mpaka Jumamosi. Sasa tunafanya kazi ambapo huyu mwekezaji wetu ana uwezo wa kufika pale na kuweza kupata elimu. Lakini kingine vile vile tunasema ni ukwasi. Nini maana ukwasi? Ni kumpa faida kubwa au faida shindani katika masoko ambayo tunaenda kuwekeza kwa niaba yake, ambapo nafasi hii yeye inawezekana ni changamoto kulingana na kipato cha kila mmoja, tunasema viwezi kuwa sawa. Sasa katika tunasema ili kapu linambeba huyu mwekezaji wetu, hata yule mwenye kipato kidogo
kumpa nafasi ya kwenda kuwekeza pesa zake na kutengeneza faida shindani. Sasa haya yote yanaweza kumuunganisha kwamba mteja kwamba naweza nikaenda katika hayo maeneo. Je, naweza nikapata nini kupitia huu mtaji ambao ninao? Lakini kienda kwa ndugu zetu labda wa UTT nitapata nini? Lakini kingine kwa kuongezea na hilo, tunasema katika uwekezaji, moja ya sababu kubwa vile vile tunasema lazima tutawanye mayai. Tusiwekeze mayai kwenye kapu moja. Kwamba lolote likitokea huyu ndugu anaweza akapoteza kiasi. Na moja ndio maana nasema sifa ya moja hapo, unaweza kawa na nyumba kupangisha inakupa kipato. Una gari, daladala, sio ya biashara. Una uwekezaji katika hati fungani za serikali, vile vile ni eneo muhimu sana. Lakini umepata bahati ya kununua hisa za kampuni mbalimbali ambazo zinakupa faida. Sasa hiyo nayo tunasema kwa kuongezea kwenye hilo linaweza likamsaidia mwekezaji kutengeneza kipato kikubwa hapo baadaye. Sawa. Na mpaka sasa uelewa wa watu ukoje kuhusu kampuni ya UTT AMIS? Sawa. Kwa hivi sasa tunasema hii elimu imeanza kuwafikia watu. Pamoja hatujawafikia Watanzania wote kulingana na tunasema eneo la nchi husika lilivyo, kwamba leo unaweza ukaa huko Kigoma lakini uwezo ukaa sehemu moja ukafika labda Katavi kwa wakati mmoja. Unaweza ukaa huko Mwanza uwezo ukafika Morogoro. Lakini kwa hivi sasa kupitia huduma yetu hii tumeiboresha pale ofisini. Tuna namba ya kituo cha wateja ambapo kwa yule mtu ambaye anataka kupata elimu anaweza kapiga namba, ni namba ya bure, tunaita kitabu free number, ambaye anaweza kapiga namba na kuweza kupata elimu au kuuliza maswali kulingana na kile anachokitaka vile vile. Lakini kwa idadi ya Watanzania mpaka sasa tunasema haijafikia kwamba ni si idadi ndogo wala idadi kubwa, lakini tunasema tuko in between, tuko katikati kuweza kufika. Lakini imekuwa elimu inaanza sasa kufika kwa baadhi ya watu. Kwa nini? Leo ndugu yangu nimekwambia tutakuwa ni shahidi kwenda kumwambia mwingine. Ina maana inakuwa inaendelea kwa utaratibu huo. Na tunajitahidi sana walau leo unaposimama ukizungumza UTT kila mmoja pale aweze kuifahamu, kama ukiwa umesimama ukizungumzia mimi natoka benki fulani, mtu anakuwa anajua nini lakini kwa idadi ya hivi sasa Watanzania nasema wanaanza kuhamasika, lakini wamekuwa ni waelewa katika swala zima ila uwekezaji, na ndipo wanakuwa nataka kujifunza mifuko hii ya uwekezaji ya UTT. Sasa niwakaribishe vile vile, nimezungumza tena mwanzoni, ni sehemu salama, ni taasisi ya serikali. Tunasema kwa 100% ambapo hizi pesa zinaenda kuwekezwa kitaalamu na kisheria, ama sheria hazituruhusu sisi kukaa na pesa pale ndani baada ya kufungua akaunti yake. Tutampa taratibu wa kufanya malipo. Moja hapo nimezungumza mwanzoni kwamba ni kupitia benki zilizopo, lakini kingine ni kupitia mitandao ya simu. Lakini kingine leo unapotaka kuchukua pesa zako unaweza kauliza, je, kuna muda gani ambao naweza kupata pesa zangu baada ya kuomba nilipo? Sasa pale katika mifuko ambayo tunayo, mfuko pekee ambao unaweza kumlipa huyu mwekezaji wetu tunasema chini ya siku 3 ni mfuko wa ukwasi ama liquid fund, ambao kisheria unaweza kumlipa. Lakini mingine tunasema ndani ya siku 7 mpaka 10 za kazi anaweza vile akawa analipwa. Sasa bado ana nafasi yeye mwekezaji wetu, lakini kama kuna dharura imemshika huyu mwekezaji wetu, huwa tunamwangalia vile vile kwamba bwana, mimi na mfuko huu ni ndani ya siku 10, naomba mnisaidie mimi naipate labda nahitaji kwa ajili ya matibabu hivi, tutamsaidia kwa hiyo wala kuna tatizo. Ni njia gani ambazo mnatumia kupeleka elimu kiachana na kutumia vyombo vya habari kama hivi sasa mnavyotumia Mlimani? Pengine kuna njia nyingine, labda mnaenda kwenye makazi ya watu moja kwa moja kuwapa elimu, labda mnazunguka kwenye mavyuo, shule au vipi? Kabisa. Kwa hivi sasa kama nilivyosema, elimu ya UTT imekuwa na mahitaji makubwa sana. Mimi kwa sababu nipo idara hii ya masoko, nimepata nafasi hiyo kushiriki tunasema maeneo mbalimbali ya kutoa elimu. Ndio. Vyuo, taasisi, kampuni, vikoba mbalimbali, hizi SACCOS, wote wanataka hii elimu. Lakini kwa njia mpaka sasa tunaweza kuwafikia watu pale, wakati mwingine wanaweza kawa wanatualika wao wenyewe kwamba sisi ni taasisi fulani au sisi ni aina watu fulani, tuko sehemu fulani, tunahitaji elimu kupitia hii mifuko ya UTT, tuweze kuchukua maamuzi sahihi. Tunaenda kuwapa hii elimu. Na hii elimu vile vile ni bure, huwa haina gharama. Ndio. Muhimu ni kutuandikia barua. Sawa sawa. Barua hii itaambatanishwa na hawa wahusika kwamba ni kina nani, tarehe ambayo inafanyika mkutano na eneo husika wanapatikana wapi. Tunakuja sisi kwa gharama zetu
wenyewe. Hakuna chaji yoyote ambayo huyu mtu ambaye alileta barua au hawa ndugu zetu waleta barua kwamba atashajiwa hapa tulipeni hiki hapa. Hakuna. Mnajali sana na mnajali sana. Haya, wito wako sasa kwa Watanzania wote kuhusu kampuni yenu pendwa kabisa ya uwekezaji ya UTT AMIS. Wito wako kwa Watanzania wote ambao wanamtazama pale. Nashukuru nafasi hii ambayo kwa kuihabarisha umma kwamba namba moja ambayo nataka sana kuwapa uhuru hawa wa Tanzania. Hii ni sehemu salama kabisa ambayo mwekezaji wetu, wewe kama Tanzania, tunakukaribisha uweze kuwekeza katika hii mifuko, uweze kutengeneza kipato ambacho unaweza ukaishi vizuri hapo baadaye. Lakini kingine ni kukupa nafasi ya kuifahamu, tunasema kuifahamu taasisi pamoja na maeneo ambayo taasisi inafanya uwekezaji, ambapo kulingana na ya aina ya mifuko tunayo, utaamua wewe mwenyewe kwamba mimi kulingana na mahitaji yangu ni haya, mimi nataka labda mfuko fulani. Lakini kwa hapa ambao wawekezaji wetu mko Dar es Salaam, nimetoa rai mtutembelee pale ofisini kwetu. Tunatoa elimu hii bure kila siku kuanzia siku ya Jumatatu mpaka Jumamosi kuanzia saa 2:30 mpaka 11 jioni. Karibuni sana katika uwekezaji wa mifuko yetu ya UTT. Sawa. Huyo ni Waziri Ramadhan ambaye ni afisa masoko na uhusiano katika kampuni ya uwekezaji Tanzania ya UTT AMIS. Alikuwa anazungumzia hapa ni njia ipi bora ya kujitengenezea kipato kupitia UTT AMIS. Mpaka sasa nikwambie ndio tumefika tamati ya kipindi cha Mlimani leo asubuhi, ikiwa ni wasaa wa kipengele cha Jahara sehemu ya kwanza, sehemu mahsusi kabisa ambayo tunachakata kuchambua mada mbalimbali za kisiasa, uchumi, biashara, lakini bila kusahau mada mbalimbali zinazohusu jamii nzima inayotuzunguka. Ulikuwa nami hii leo Rahman Yahaya. Mpaka wakati mwingine tena, endelea kusalia na Mlimani TV. Bye bye.